Kanisa la AIPCA umekemea vikali matumizi ya wahuni katika maeneo ya ibada kufuatia madai kuwa kuna kundi la wahuni lililotumika kuwazomea baadhi ya wanasiasa wakati wa ibada ya kanisa eneo la Gatundu Kaskazini Jumapili iliyopita. Kulingana na taarifa iliyotolewa na mchungaji Gabriel Kanjiri kwa niaba ya kanisa hilo, kuna ushahidi wa mazungumzo baina ya wanasiasa na wahuni ambao walihudhuria ibada hiyo, akiwalaani wahusika kwa kuyakosea heshima mavazi ya wanawake wa kanisa hilo na kuyatumia maeneo ya kuabudu kujiimarisha kisiasa. Ibada ya Jumapili katika kanisa la AIPCA eneo la Gatundu Kaskazini, kaunti ya Kiambu, iliyodaiwa kuhudhuriwa na kundi la wahuni waliotumika kuwazomea baadhi ya wanasiasa, imeendelea kuibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya, hasa kuhusu kuyageuza maeneo ya ibada kuwa jukwaa la kisiasa. Uongozi wa kanisa hilo ukilazimika kujitokeza na kujitenga na tukio hilo, wakiwalaumu baadhi ya wanasiasa wanaodaiwa kuwatumia watu wasioshiriki katika kanisa hilo kupenyeza siasa kanisani ili kujizolea umaarufu wa kisiasa. Politicians present during the Sunday event at Gatundu as being directly linked to this orchestration. In one alarming video, one member of the parliament is clearly seen during the church service directing the hired group through hard gestures to intensify booing against other politicians. Kulingana na taarifa iliyotolewa na mchungaji Gabriel Kanjiri kwa niaba ya kanisa hilo, kuna ushahidi kuwa baadhi ya wanasiasa walizungumza na kundi la wahuni na kuwaagiza wahudhurie ibada hiyo na ambao baadaye wangepokea malipo. Credible evidence exists in form of videos, mobilization messages and transaction communications showing organized recruitment and payment prior to Sunday services. Youth and unsuspecting church members were manipulated and used as political tools. Amekashifu vikali matumizi ya wahuni katika maeneo ya kuabudu, akiwalaumu waliohusika kwa kuyakosea heshima mavazi ya wanawake wa kanisa hilo, akiweka wazi kuwa michango ya wanasiasa kanisani haiwapei idhini ya kutumia maeneo ya ibada kujiimarisha kisiasa. This conduct is shameful, immoral and sacrilegious. AIPCA women had scarves, a sacred symbol of faith, service, humility and devotion to God, not political costumes. Their misuse degrades women of faith, insults the church and mocks the holiness of worship. Pursuit of supporting church programs financially, they automatically assume membership, which is not the right procedure of one becoming an AIPCA member. James Mwangi, Undugu TV.